asiyeonekana, Mungu asiyefanya chochote kwako, Mungu asiyejidhihirisha kwa namna yoyote kwako, aweza kuja kuwa faida kubwa sana kwako ikiwa utakuwa faida kubwa sana kwake wakati huu ambao yeye sio faida yoyote kwako. Na kama unataka uielewe lugha hii, narudi pale nyuma sasa, ya kwamba watu wanaokuja kuwa faida kubwa sana kwenye maisha yetu, wale ambao tulikuwa faida kwao wakati wao sio faida kwetu. Hayo maisha ya kuishi kuona tu kwamba kwa sababu huyu sio faida kwangu na tupilia mbali, sihitaji iwe, kwa sababu atambui pia ni kwa kiasi gani wewe ni faida kwake. Alafu pia na watu wengi wanaotambua, unajua hata imani ni Mungu na Biblia hii imeagiza sana tuanze kwa baraka kwanza kwa wanaoweza kupokea. Namna gani tuko baraka? Hii Biblia imetaka tuanze kwanza kwa wale wanaoweza kuheshimu mioyo yetu kwao. Wekeza sana nguvu hiyo. Kama unajua kinachofanya hasa sisi wa Afrika tuwe wa kawaida, sisi tunawekeza nguvu kubwa sana kuambatana na watu ambao hawaoni umuhimu wetu. Yani kitu kinachofanyaga wa Afrika tuwe viumbe wa kawaida kwa siku nyingi, sisi huwa tunaambatana na watu ambao hawezi kutuchakiza twende spidi kubwa katika ile picha tunayotakiwa kuwa nayo tu, kwa sababu ni ndugu zetu. Lakini ukweli wa Biblia, ukweli wa neno la Mungu na ukweli wa binadamu, undugu ni kufaana, sio kufanana. Undugu ni kufaana, sio makubaliano. Unanielewa? Yani undugu na ubinadamu kabisa ni kufaana, si mulikubaliana nini, si watu wanajua nini baina yako na huyo ndugu yako. Ni wewe na huyu uliye naye, huwa mnakwenda spidi kiasi gani mkiwa pamoja. Ukiwa baraka kwake, mnakwenda naye spidi kiasi gani? Akiwa baraka kwako, mnaenda naye spidi kiasi gani? Kwa sababu si tu kuwa baraka, anaweza mtu akawa baraka akafanya jambo fulani nzuri kwako, lakini kwa ajili ya kukukwamisha ulitaka kuwa naye, kukukwamisha ulitaka kwenda wapi. Lakini wewe ni baraka kwake, inachochea kiasi gani wewe kuiendea hatima iliyokusudiwa kwenye maisha yako. Wewe ni baraka kwako, inachochea kiasi gani kukimbia kwenda pale mlipotakiwa kwenda. Kimsingi huyo ndiye ndugu, kimsingi huo ndo undugu. Lakini sisi huwa tunaenda kwenye misiba mingi kwa sababu ndugu zetu watachukia, sio kwa sababu kuna umuhimu wote tunaenda kuwa nao kule. Na tukifika kule tunaenda kuparuana mwanzo mwisho, lakini kikubwa nilikuwepo pale. Ukienda pale, yani harakati zako na mbio zako zinaenda kuchalenjiwa na kuwa kitu cha ovyo kinachotakiwa kibadilike mara moja. Lakini lazima wewe unataka tu nilikuwepo, na kutokea kule mbio zako zinapungua sana, utarudi unavuta mguu mmoja, lakini tulicho nacho nilikuweko.